Ndugu zangu wapendwa, washirika wa makanisa ya matawi wote ambao wanafuata kwa mtandao, safina ya Nuhu hata ndani ya bahari licha ya mvua kubwa na mawimbi makali ilibaki imara. Hebu kila mtu jaribu kufikiria yale mawimbi makubwa na maji yenye msukumo mkubwa yalikuwa na nguvu kiasi gani? Hata kama hakungekuwa na upepo na uvuma, maji hayo yaliyokuwa yakisonga kwa nguvu yangekuwa na nguvu za ajabu. Lakini kama upepo pia ungevuma, mawimbi hayo yangepiga kwa nguvu isiyoelezeka. Hii ni kwa sababu safina ya Nuhu ilijengwa kulingana na vipimo vya muundo vilivyofunuliwa na Mungu. Kulingana na Mwanzo 6:15, vipimo vya safina ya Nuhu ilikuwa karibu mita 150 kwa urefu na mita 25 kwa upana na kisha mita 15 kwa kimo. Urefu wa meli hii mita 150 ni mara 6 ya upana na mara 10 ya kimo. Uwiano huu ulilingana kabisa na uwiano wa vipimo vya muundo unaolingana na viwango vya usalama kwa meli kubwa uliobainishwa na wahandisi mainjinia wa kisasa wa majini. Na vile mnajua kuna vikundi vingi vya watafiti. Sasa inawezekanaje utafiti wao ungiane kabisa na wa Mungu? Kwa sababu walitengeneza kulingana na muundo uliopeanwa na Mungu, basi lazima itakuwa sahihi. Safina hii iliingiana kabisa na vipimo vya muundo wa salama wa meli kubwa kubwa ambazo zilitambuliwa katika mbinu za kisasa. Hata tu kwa kutafakari jambo hilo pekee, unafaa utambue jinsi gani Biblia imeandikwa kwa usahihi. Kwa hivyo maneno ya kitabu cha Mwanzo yote ni ya kweli, na kwa hivyo kila kilichoandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo kinadhibitishwa kupitia sayansi leo. Na kwa sababu safina ya Nuhu ilijengwa na Mungu Baba mwenyewe, yeye aliunda na akaagiza ijengwe hivyo. Ndio maana lazima ilikuwa iwe sahihi. Hata katika mawimbi makubwa, safina haikupinduka na ilisonga kwa utulivu. Na hebu jaribu kufikiria, ni wanyama wote wa kila aina wangapi waliingizwa ndani? Wengine walikuwa 7 na ndege wa kila aina pia, na ikosi pia chakula kingi kilijazwa pale. Unaweza jaribu kutafakari. Na zaidi ya hiyo, 1992 taasisi ya utafiti wa bahari ya Korea iliyoagizwa na chama cha sayansi ya uumbaji cha Korea ilifanya majaribio au uchunguzi kuhusu safina ya Nuhu kwa mtazamo wa uhandisi wa majini na kuchapisha matokeo ya utafiti huo. Matokeo ni kwamba ilithibitishwa kisayansi kwamba safina ya Nuhu ilikuwa imara ya kutosha kubaki salama hata katikati ya gharika kuu. Safina ya Nuhu iliundwa na Mungu mwenyewe, ilikuwa salama sana kutosha kustahimili kwa urahisi mawimbi yenye urefu wa mita 30. Imagine mawimbi urefu wa mita 30. Si mawimbi madogo, makubwa sana. Sasa iliundwa ndio kwamba istahimili kwa urahisi hata mawimbi aina hiyo. Kumbuka nilisema ya kwamba safina kiroho ni neno la Mungu. Kwa hivyo tafadhali mkumbuke, kama na nyinyi pia mtadumu katika neno la Mungu peke yake, ambayo ndio safina yenu ya kiroho, basi nanyi pia mtabaki salama hata mawimbi ya majaribio ya kuje aje. Ndugu zangu wapendwa, hukumu ya gharika kuu inaanza sasa kwenye sura ya 7. Kwenye mstari wa kwanza, Mungu anaambia Nuhu aingie ndani ya safina pamoja na familia yake kabla atume mvua. Na Mungu akaeleza waziwazi kabisa ni kwa nini anamuokoa Nuhu na familia yake kutokana na gharika kuu. Mungu anasema, nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ukweli hapa ni kwamba wakati huo ni Nuhu peke yake anatambuliwa kama mwenye haki mbele za Mungu. Mtu ambaye ni mwenye haki si kwa macho yake, lakini kwa macho ya Mungu hupokea baraka za ajabu sana kama vile Nuhu. Nuhu alipokea baraka ya yeye mwenyewe kuokolewa, lakini pamoja pia na familia yake. Na zaidi ya hiyo, Nuhu alitumika kama chombo cha dhamana sana kutimiza kusudi kubwa sana la Mungu. Lakini kuna baraka nyingine ambayo Nuhu alipokea. Wakati hukumu ya gharika kuu ilianza tu hivi,
nuru asili iliyokuwa imefunika dunia nzima iliondolewa kabisa. Lakini Nuhu baraka alipata ni kwamba aliendelea kuishi katika nafasi iliyozungukwa na nuru hiyo bado. Ni kumaanisha Mungu alifunika na kuzunguka safina ya Nuhu kwa nuru asili licha ya gharika kuwepo. Kwa hivyo watu na wanyama waliokuwa ndani ya safina walipokea ulinzi maalum kutoka kwa Mungu. Katika Mwanzo 1:3 wakati Mungu alisema na iwe nuru, siku ya kwanza ya uumbaji, nuru asili ilifunika mbingu ya kwanza yote ikiwemo dunia hii. Iliyofuata ni kwamba hata kama dunia ilikuwa nafasi ya kimwili, ilibidi ifuate sheria za nafasi ya kiroho hadi kwa kiwango fulani. Nuru ya uumbaji ambayo ilizunguka dunia hivi ilianza kudondoka kutoka kidogo kidogo tangu wakati wa dhambi ya Adamu. Na maanisha wakati watu walianza kutenda dhambi na uhalifu, nuru ilikuwa inadondoka. Kwa hivyo by the time gharika kuu ilikuwa inaanza, nuru hii ilikuwa imetoka kabisa, ikakwisha. Matokeo ni kwamba dunia ikafanyika nafasi ya kimwili kabisa, na sheria za kimwili ndio ilikuwa zinatumika 100%. Iliyofuata ni kwamba viumbe vyote vya uhai duniani vikaanza kuonyesha tabia za mwili bila kuzuia. Wanyama kama simba na simba marara wakafichua ukali wao uliokuwa umefichika. Hata kama wanyama hawa mbeleni walikuwa wapole na watulivu juu walizungukwa na nuru asili, tabia yao ya kweli sasa ilifichuka. Na zaidi ya hiyo, kila kitu duniani kikaanza kuharibika na kuoza haraka zaidi kulingana na tabia ya mwili. Hata katikati ya mazingira haya ya baada ya gharika, Nuhu bado aliishi katika nafasi iliyofunikwa na nuru asili. Dhibitisho moja ni urefu wa maisha ya Nuhu. Nuhu aliishi akafika miaka 950 kama vile tu watu waliishi kabla ya gharika. Ukilinganisha, kulikuwa na wengine ambao kiasili wangeishi milele, lakini juu walichafuliwa na mwili wakaangamia. Na maanisha wale ambao walishuka kutoka bustani ya Eden wakakuja duniani wakachukua mwili kwa hiari yao, wakafanyika watu wa kimwili. Hawa na wazao wao walifagiliwa wote kupitia gharika kuu ya Nuhu. Na kupitia hii tunaona tofauti kubwa sana kati ya wenye haki na wasio wa haki machoni pa Mungu. Ni vile tu imesema kwenye Mithali 12:7 kwamba watu waovu huangamia, huondolewa, hutoweka, bali nyumba ya mwenye haki husimama imara. Kwa namna kama hiyo, Nuhu alipokea wokovu na baraka kwa kushikilia kabisa haki mbele za Mungu, hata katika kizazi ambapo uovu ulikolea. Naomba kwa jina la Bwana ya kwamba na nyinyi pia mugeuke, muachane na matendo yasiyo ya haki, mufanye iliyo ya haki na sawa machoni pa Mungu. Sasa mstari wa 2 na wa 3, Mungu anaambia Nuhu aina na idadi za wanyama wa kuingizwa ndani ya safina. Mungu anasema chukua wanyama 7 walio safi wa kila aina, wa kiume na wa kike, wanyama wawili wa kila aina, kiume na kike. Pia chukua ndege 7 walio safi wa kila aina, kiume na kike, ili kuhifadhi aina zao duniani. Kumbuka katika Mwanzo 6:19-20, Mungu aliagiza ya kwamba kila aina ya kiumbe hai mwenye mwili na damu wawili waingizwe ndani ya safina. Lakini hapa kwa nini sasa anaamrisha 7 ya wanyama safi na ndege, na kisha wanyama wasio safi wawili? Kwa nini? Amri ile ya Mwanzo 6:19 ya kuchukua wawili kiume na kike kati ya kila kiumbe ilikuwa ni kuhifadhi aina yao. Kwa maneno mengine, kimsingi kwanza ilibidi wanyama wote waingizwe wawili kiume na kike, kusudi ni kuwahifadhi. Wakati huo Mungu alitenda kazi ndio wanyama alioteua wenyewe wasikie sauti asili ya Mungu na wajipeleke ndani ya safina, wale wawili. Lakini katika somo la leo Mwanzo 7:2-3, Mungu aliteua wanyama fulani na akaagiza
wapelekwe 7 kiume na kike, na wengine 2 kiume na kike. Wapelekwe, si wajipeleke. Ya maana sana pale ni ukweli kwamba Mungu alifanya Nuhu mwenyewe achague wanyama safi na wasio safi na awaongeze ndani ya safina. Ni kuonyesha Mungu Baba alikuwa na azimio nzito ya kuanza ukuzaji mpya wa binadamu kupitia Nuhu mwenyewe. Na zaidi ya hiyo inatufunza ya kwamba wewe kufanyika mtoto wa kweli wa Mungu kama Nuhu itakuwezesha kutawala kila kitu. Kwa sababu watoto wa Mungu wanaishi katika viwango vya kiroho vya juu, wana uwezo wa kutawala na kutiisha wanyama wote ambao wako chini katika viwango. Ndio maana simba hawangedhuru Danieli alipotupwa ndani ya tundu la simba. Ndugu zangu, basi tujiulize, wanyama safi na wasio safi waliotajwa katika maandiko ya leo walitofautishwa kwa misingi gani? Iliyowatofautisha kama safi au si safi ni tabia ya kimsingi walio nayo wanyama. Kila mnyama kuna tabia tofauti kulingana na aina ya udongo aliyoumbwa nayo mara ya kwanza. Kwa mfano, kuna wanyama wenye hila, wengine wakali, wengine walafi. Upande mwingine kuna wanyama ambao ni watiifu, watulivu, wengine imara, hawayumbi. Sasa wakati dunia hii, ardhi hii ilizungukwa na nuru asili ya Mungu, tabia zao ovu zilizotokana na udongo wao walioumbwa nayo haiko imetokezea bado. Kwa hivyo wanyama hata kama kiasili ni wakali, that time bado walikuwa watulivu wote. Hata hivyo wakati hukumu ya gharika ilipoanza tu hivi na nuru asili ikaondolewa kabisa duniani, tabia zao asili za mwanzo kutokana na udongo zikaanza kutokezea. Kulingana na hiyo ndio Mungu sasa akatofautisha hawa ni safi, hawa si safi, kulingana na tabia zao asili za udongo. Hata hivyo si wanyama wote wanaangukia katika vitengo hivi viwili, ni baadhi tu ya wanyama ndio wakasemekana ni wasafi au si wasafi. Hata hivyo Walawi sura ya 11 inaodoresha kwa uwazi aina za wanyama najisi, yani wasio safi. Hata hivyo wanyama najisi waliotajwa kwenye Walawi haimaanishi hao ndio 100% ya wanyama chafu najisi walioingizwa ndani ya safina ya Nuhu. Kitabu cha Walawi kiliandikwa miaka 1000 baada ya hukumu ya gharika. Tabia za wanyama wakati huo pia ilikuwa ishabadilika, tofauti na tabia za wanyama wakati wa Nuhu. Baada ya hukumu ya gharika, watu pia walizidi kufanikiwa tena, dunia ikazidi kuchafuliwa na dhambi tena. Na nuru ya Mungu kamwe haikuwemo baada ya hukumu, wanyama wakaanza kutoa tabia zao mbaya, ovu, kwa namna ya wazi kabisa bila kuzuia chochote. Kwa urahisi na maanisha hata na wanyama walizidi kuwa waovu. Kwa hivyo mizani ya vipimo vya kusema hawa ni wasafi hawa ni wachafu wakati wa Nuhu si sawa na vipimo vya kutofautisha wakati Walawi iliandikwa. Wanyama ambao hawakuwa najisi wakati wa Nuhu sasa walisemekana ni najisi by the time kitabu cha Walawi kilikuwa kinaandikwa. Mfano mzuri ni mfano wa ndege, kina ndege. Wakati wa Nuhu hakuna ndege hata mmoja alionyesha uovu wa kutosha kiasi cha kuhesabiwa kuwa najisi. Hakukuwa. Kwa hiyo mstari wa 3 somo la leo linaamrisha kuhusiana ndege wa angani sawa na ilivyo kwa wanyama safi. Ndio maana kuwahusu ndege nasema chukua 7 walio safi wa kila aina, wa kiume na wa kike, ili kuhifadhi aina zao duniani. Upande mwingine katika vitengo vya wanyama wasio safi haijataja kuna ndege wasio safi. Na zaidi ya hiyo ikisema ndege wa angani haimaanishi chukua 7 kiume na kike, hapana. Inamaanisha chukua 7 pekee walio safi peke yake. Kwa hivyo inatuonyesha ndege walikuwa viwango viwili, safi na wengine. Upande mwingine Walawi 11:13 mpaka 19 imetaja waziwazi ni aina gani ya ndege wa kuhesabiwa kama wa kuchukiza.
Thibitisho hii inaonyesha wakati unazidi kupita, uovu ndani ya ndege pia ukatokezea. Na ukitaka kujua kuna wanyama wa kuchukiza, kwenye sura ya 11 ya Walawi wanafanana na makerubi wale walioasi. Kwa mtazamo, Mungu aliamrisha hao tusiwale, tusiwakule, kwa sababu wengi wa wanyama wa kuchukiza wanaofanana na makerubi walioasi ni wenye sumu na wana madhara kubwa kwa binadamu. Wanazuia binadamu wasio watakatifu. Badala ya kufanya mioyo yao kuwa mzuri, inawasababisha kuwa waovu. Wapendwa, mstari wa 2, Mungu ameamrisha wanyama 7 na 2 wabebwe ndani ya safina. 7 safi, 2 wasio safi. Hapa kusema 7 wasafi ina maana mbili. Kwanza kabisa ni hivyo tu vile nasema, ni kumaanisha 7 kiume kike 7. Kwa ujumla nisema 14. Kwa maneno mengine, upande mwingine inamaanisha waume 3 wa kike 3 kisha ongezea waume mmoja zaidi 7. Kwenye Mwanzo 6:19 ilikuwa ni kawaida kwanza wanyama wote 2 kume na kike waingizwe ndio wahifadhiwe. That time sasa, wakati huu sasa si 2 ni 7 ya wasafi. Wanyama safi ni watulivu kama ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ili wahifadhiwe, idadi yao inafaa kuwa kubwa kuliko wale wa mwituni. Ndio maana 7 ya wasafi kiume kike waliingizwa ndani ya safina. Hata hivyo, zaidi ya hiyo, kwa ajili ya sababu nyingine, 7 wengine wakaongezwa, yani pea 3, kiume kike na wa kiume mwingine moja zaidi, 7 waliingizwa ndani. Kumaanisha ya kwamba 7 kondoo, yani 14 waliingizwa safi ndio wahifadhiwe, na kisha wengine 7 wa kondoo wakaingizwa kwa sababu nyingine. Kwa hivyo ni 21 ya kondoo ya aina moja ndio iliingizwa. Kumaanisha pale 21, 11 ni kondoo dume na 10 ni kondoo jike. Sasa kama ni nguruwe, hiyo ni kondoo. Nguruwe sasa walikuwa wangapi waliingizwa ndani? Tumesema kimsingi 2 ile ya kwanza. Kwa hivyo wachafu 2, hiyo ni 2. Kwa hao wachafu pia ilikuwa 2, hiyo ni 2. Kwa hivyo nguruwe ni 4, si 21. Lakini kuna aina zingine za wanyama ambao si wasafi na si wanajisi. Kumaanisha walioingia ndani ya safina ni kiume na kike peke yake, kati ya wale ambao si wasafi na si najisi. Wanyama walioingia ndani ya safina ya Nuhu, basi tunaweza sema ni vitengo vitatu: safi, isiyo safi na wengine, yani others. Sasa kwa nini? Sababu nyingine ya Mungu kuchukua wanyama safi na wasio safi ndani ya safina ni nini? Ni kwa sababu baada ya gharika kuna nyanja fulani katika maisha ya binadamu hao wanyama watahitajika. Hebu kwanza nielezee matumizi ya wanyama safi. Kwanza walikuwa watumike kama sadaka, dhabihu mbele za Mungu. Mwanzo 8:20 Nuhu anatoa sadaka ya kuteketezwa baada ya gharika. Kisha Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akachukua baadhi ya wale wanyama na ndege wote walio safi, akatoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Kwa hivyo wakati walitoa dhabihu mbele za Mungu, si mnyama yeyote tu angechinjwa. Wanyama safi pekee na ndege wangetolewa kama dhabihu. Na kanuni zinazohusu sheria za dhabihu zimeelezwa kwa undani kwenye sura ya 1 hadi ya 7 ya kitabu cha Walawi. Wanyama ambao wangetolewa kama dhabihu wametajwa pale ni kama ng'ombe, kondoo, mbuzi na kati ya ndege njiwa. Hao ndio wangetolewa kama dhabihu. Kwa hivyo kuna aina 4 tu ya wanyama wanaweza kutumika kama dhabihu. Ukweli ni kwamba aina ya wanyama safi wakati wa Nuhu hawakuwa tofauti sana na wakati huu. Hata hivyo, wakati Nuhu alitoa sadaka ya kuteketezwa ya kwanza baada ya gharika, inasema alichukua baadhi ya wale wanyama na ndege wote
walio safi, akatoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Hakuchukua ng'ombe mmoja tu peke yake, lakini pamoja na ng'ombe akachukua kondoo mmoja, mbuzi mmoja na njiwa mmoja kama sadaka ya kuteketezwa. That time wanyama wote safi waliotolewa kama sadaka walikuwa dume. Ndio maana Mungu Baba that time akaongeza dume mmoja zaidi wa kila mnyama aingizwe ndani ya safina. Kama hangeongezwa, wangetumia wale dume wengine, na kama wangewatumia wale dume wengine, ingekuwa vigumu kutoa sadaka tena na tena siku zijazo. Kama wangetoa hivyo, basi ng'ombe, kondoo, mbuzi, njiwa wote wangetoweka, wangepotea duniani. Na hata wa leo, hao ng'ombe na mbuzi na kondoo mnakula leo, hamungewaona. Hata na njiwa hawangekuwepo. Ndio maana Mungu akaagiza aongeze 7 zaidi ndani ya safina, zaidi ya wale 14 wa kwanza. Ni kwa sababu sadaka zilikuwa zitolewe hata baada ya hukumu ya gharika. Na dhabihu ilikuwa ni mbinu ya hao watu kuwasiliana na Mungu. Baada ya hukumu ya gharika, watu duniani walizidi kufanikiwa kwa kasi sana. Wakati huo pia haja ya kutoa dhabihu kwa Mungu pia iliongezeka. Sasa Mungu alijua hiyo itakuja. Ndio maana akaamrisha wanyama safi zaidi waingizwe ndani ya safina itoshe watu. Kulikuwa na matumizi mengine ya wanyama safi kando na hii nimetaja. Kazi ya pili ni watumike kama chakula kwa wale ambao wataamini Mungu. Baada ya gharika, Mungu akaruhusu watu waanze kula nyama. Sana sana Mwanzo 9 mstari wa 3, Mungu anasema kila kitu chenye uhai kiendacho kitakuwa chakula chenu, kama vile nilivyowapa mimea mbalimbali, sasa nawapa kila kitu. Watu that time kitambo kabla ya gharika walikula mboga peke yake hadi gharika ilipoanza. Lakini baada ya gharika wakaanza kula nyama vile vile. Ukweli ni kwamba wanyama walioruhusiwa wawe kama chakula kwa watu that time walikuwa wanyama safi. Nuhu na wazao wake ambao walipokea ujumbe huu wakati huo walikuwa watu walioamini Mungu. Kwa hivyo walitambua kwamba hawawezi kula mnyama yeyote tu, lakini wale safi peke yake. Kwa hivyo wanyama safi walihitajika kama chakula kwa binadamu na kama dhabihu, kama sadaka. Iliyofuata basi ni kwamba idadi ya wanyama walioko waingizwa ndani ya safina ilibidi wawe wengi zaidi ya wanyama wale wengine. Kwa mfano, wakati simba wanazaa, kama watoto wao wote watakuwa wawe wakubwa, inamaanisha wanyama wote hawataishi. Juu simba sasa ni wengi. Wengi wao hufa. Hawalei watoto wao simba vizuri, wanakufa wote. Lakini simba anapokuwa, anakuwa mzee, iwe ni mama ama baba, watoto wake ambao wanazunguka ama watoto wa wengine wanazunguka, unaweza jaribu kuwanyang'anya uongozi. Sasa hao wanaokuwa wakikuja washinde huyu simba mzee, huyu simba mdogo yeye ndiye atakuwa mfalme mpya katika eneo lake. Ndio maana wanakula, mtoto yote wa simba wanapata, anakula. Wanawaua wote. Juu huyu akikuwa mkubwa atachukua ufalme wangu katika eneo langu. Ndio maana wakipata mtoto wote wa simba mwingine ni kuua na kukula. La sivyo wakike hawawezi kuwatii. Kwa kuua wale watoto, wale wakike inabidi watii huyu dume. Hivyo ndivyo kunaendanga kule msituni. Lakini simba hawafanani wote. Si wote wanaua. Mwingine anaweza pata mtoto mwingine wa mwingine, anamtunza na mlea. Kuna hata simba dume ambaye mtoto si wake lakini analea. Lakini inamaanisha watafiti ni wengi. Mtafiti mmoja anaweza tafiti na ripoti na iwe ni kama ndio sasa kila kitu ni hivyo, lakini si hivyo. Mtafiti mwingine anaweza kuja apate utafiti mwingine tofauti. Kwa hivyo hakuna kanuni moja ya kudumu, inabadilika kulingana na ni nani anatafiti. Sasa hebu tuseme kuna shule mingi za samaki kule baharini. Je, wako na dira, compass? Kama hawana, wanajua kaskazini, kusini, mashariki, magharibi?
lakini wanajua hata kama wana dira, hawajasoma, hawajafundishwa jiografia, wanajua Pacific Ocean iko wapi, Atlantic iko wapi, bila kufunzwa wanajua. Ndio maana samaki wakubwa wanasafiri makumi ya maelfu ya maili. Kwa nini? Juu wanasafiri kulingana na misimu, wanatafuta chakula, wanasafiri masafa marefu sana. Wanajua tukifika pale tutapata chakula, tukifika tu hivi kutakuwa. Wanajua misimu yote, kama ni majira ya mchipuko, kiangazi, kivuli, baridi, wanajua msimu gani tuende wapi. Na wanasafiri safari ndefu. Achana na hiyo maneno mingi yote nimeeleza. Point hapa ni samaki wanajua. Kama vile samaki aina ya salmoni hurudi pale alipozaliwa. Hata kama alisafiri safari ndefu, ikifika wakati wa kuzama wa kukufa, anarudi pale alizaliwa. Anajua aje? Hata nyinyi binadamu, tukafunga macho yako tukutembeze uende kabisa, utarudi hapa mwenyewe bila dira? Huwezi. Samaki naye anaweza, na wanasafiri masafa marefu sana wakitafuta chakula. Wapendwa, sasa nauliza, kwa nini Mungu akachukua wawili wengine wa wale manajisi? Ilikuwa ni kupeana chakula kwa wale ambao siku zijazo hawataamini Mungu. Baada ya hukumu ya gharika, wakati ulivyozidi kupita, wazao wa Nuhu waliongezeka, kukatokezea watu ambao hawakumwamini Mungu. Hao wangekuwa na uhuru wa kukamata si wanyama safi pekee, hata wanyama wengine wawatumie kama chakula. Sasa kwa nini mwanzo iliamrisha mboga pekee ikulwe, lakini baadaye inakubali pia na wanyama wakulwe? Juu binadamu walikuwa waovu zaidi baada ya gharika, juu walichafuliwa zaidi. Wakati watu walikuwa waovu zaidi, ilibidi wale wanyama hata wachafu ndio wapate nguvu, juu tayari ni waovu. Juu kama mtu ni mwenye haki, hahitaji kula wanyama wale, hahitaji. Ndio maana Danieli na marafiki zake walikuwa na afya na ngozi zao ziling'aa, hata kama walikula mboga peke yake, hawakula nyama, juu walikuwa wenye haki. Lakini asiye mwenye haki, mweke mboga pekee atakusha. Mtu muovu lazima ale nyama ndio apate nguvu. Kama uko mwenye haki, hauna haja ya nyama, utaishi. Mwanzoni watu waliweza kula mboga pekee, lakini walikuwa na afya bila kula nyama, walikuwa na afya. Mungu tayari alishajua ya kwamba watu fulani watahitaji nyama hawa chafu. Ndio maana akaamrisha ya kwamba wanyama wawili wachafu zaidi waongezwe ndani ya safina. Mwishowe wanyama ambao Mungu alitangaza ni wachafu walikuwa wawe chakula kwa watu wa mataifa baadaye. Lakini si aina mingi ya wanyama wachafu waliingizwa ndani ya safina. Kwa hiyo kuchukua wawili zaidi haikuwa mzigo sana kwa safina. Ndugu zangu wapendwa, hivi ndivyo tunaona Mungu Baba wetu anajua vizuri binadamu wanataka nini. Angalia, anaandaa hata chakula mapema hata kwa ajili ya watu ambao hawatamwamini siku zijazo. Mathayo 5:45 nasema, kwa maana yeye huangazia jua lake watu waovu na watu wema, naye huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa namna kama hiyo tunaona huruma, rehema, ukarimu wa Mungu Baba wetu ni kubwa sana, imepita hata binadamu kutafakari na kuelewa. Lakini bado ya kushangaza, hata kati ya waumini ambao wamepokea mamlaka ya kuitwa watoto wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo, kati yao bado kuna watu ambao hawaelewi upendo huu wa Mungu Baba. Baba wetu Mungu anatamani apeane ile bora zaidi kwa watoto wake wa kweli, wakati watamuomba kwa imani. Wale ambao kwa kweli wanampenda Mungu kwa undani wa moyo, na Mungu anawapenda kwa undani, hao wanajua jinsi gani upendo wa Mungu hauna mwisho, na wanajua ya kwamba Mungu anatamani kuwapa mambo mema peke yake. Na wale ambao hawapendi Mungu namna hiyo, hawaelewi upendo wake. Ndio maana wanamwazia kama Mungu wa kutisha, wanamwazia kama Mungu wa vitisho, wa kuogopa. Lakini katika kweli
Mungu si mwepesi wa hasira, naye hufurahia kutoa na kupeana. Amen. Lakini kuna watu wengi sana wanaelewa Mungu vibaya, na Mungu ni mzuri namna hiyo. Kwa maneno mengine, kama hupendi Mungu, huishi kulingana na neno lake, utajipata unaelewa Mungu vibaya. Ukiishi kulingana na neno la Mungu, si Mungu atakuuliza nikupe nini? Hakuna haja ya wewe kuishi umaskini. Mungu hakukusudia uishi maskini, alikusudia uishi utele na utajiri. Lakini shida ni wewe binafsi. Majibu yote ya kila kitu inapatikana kwa neno la Mungu ndani ya Biblia. Ndio maana kuishi umaskini si mzuri. Watoto wa Mungu inafaa tuishi matajiri na tujue jinsi ya kupeana na kupeana na kupeana. Haiko sawa kuombaomba tu, kudaidai. Haiko sawa kuitisha tu. Kila kitu kiko ndani ya neno la Mungu. Siri ya utele ni ongeza fungu lako la 10. Kisha utapokea baraka katika mambo yote. Hiyo ndio waumini wanafaa wafunzwe kabisa. Kwa hivyo Mungu Baba ni yule anayetamani kutupa sisi watoto wake bora zaidi tunapomwomba kwa imani. Na Bwana Yesu alijua moyo wa Mungu Baba vizuri. Ndio maana kwenye Mathayo 7:9-11 anasema, ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka? Ni nani? Nani hapa? Hakuna. Kama mtoto atakuuliza mkate, je, utampa jiwe ambalo mtu hawezi kula? Akauliza samaki, utampa nyoka imuume afe? Hakuna. Kama sasa wewe hata uko muovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamuombao? Na tena Warumi 8:32 Mtume Paulo anakiri akisema, ikiwa Mungu hakumhurumia mwanawe bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Atakosaje? Kwa hivyo waumini, inafaa tumwamini Mungu Baba kwa uaminifu zaidi. Omba kwa imani kwa Mungu Baba, ukijua kwamba anajua kila kitu kukuhusu na anajua unataka nini. Mungu Baba huonyesha upendo, lakini upendo pia anaonyesha katika haki. Kwa upendo wetu lazima tumuombe kwanza ndio tupokee. Ndio maana Mathayo 6:33 ikasema, lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote atawapa pia. Hiyo ndio siri ya kupata majibu ya maombi. Hiyo ndio siri ya baraka ambayo Yesu alituelezea. Hata kama utashikilia neno hilo peke yake na uishi kwalo, na kuambia hakika utabarikiwa. Wakati nilikuwa mgeni katika imani, nilichukua neno hili kama langu. Hili nipendeza aje. Ukichukua kama lako, itakuwa lako. Wapendwa, ni vile vile hata na leo. Shikilia hata verse moja tu ya Biblia pekee na uishi kulingana nalo. Itatimizwa vile Mungu Baba amesema. Kwanza, omba kwa ajili ya ufalme wa Mungu ipanuliwe. Inamaanisha ombea kanisa, ombea wachungaji, ombea wokovu wa nafsi wengi. Kisha tafuta haki yake, ni kumaanisha omba utakasike. Sasa nauliza, hiyo inamaanisha ni mpangilio tu wa maombi pekee? Bila shaka mpangilio ni wa muhimu, lakini ya muhimu zaidi ni ambacho huyo mtu anaomba kweli ni cha dhamana kweli. Ni haja ya Mungu ufalme wake upanuke na utakaso utimizike zaidi. Ama haja yake ya kibinafsi ndio ya maana zaidi? Uponywe kwanza ndio ya maana zaidi? Hapana. Mungu akisema tafute ufalme wake na haki yake kwanza, lakini kuna mtu huombea tu mtoto wake peke yake, familia yake peke yake, mke wake peke yake, mtihani wa mtoto wake peke yake. Hivyo tu ndo anaombea. Hajawahi ombea ufalme wa Mungu. Zako ndo za maana zaidi. Uko mlafi kiroho. Uko mlafi. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake kwanza. Baba wetu Mungu hupokea mioyo yetu. Na alitupenda sana hata hakuhurumia mwanawe wa kipekee, hakumhurumia juu yetu.
Na natafuta watoto ambao mioyo yao imejazwa na shukran kwa ajili ya upendo huu. Watoto ambao wanatamani kutumikia ufalme wake na kumfanana. Ukaomba kwa moyo kama huo, Mungu Baba atakupa majibu ya maombi. Si ile tu umeomba, hata ambayo hukuomba atakujibu. Kwa sababu Baba Mungu anatamani apeane watoto wake iliyo bora zaidi na kwa utele. Naomba muamini huyu Mungu Baba mwema na muombe kwa shukran na mpokee majibu na baraka nyakati zote.